Tumerejea tena katika Sports mara baada ya mapumziko mafupi. Karibu sana. Jitihada zinaendelea kuwasiliana na mwenzetu Mahmoud bin Zuberi na mambo akiwa sawa basi tutazungumza naye. Lakini wakati huu ni wakati wa kuhabarisha habari mbalimbali ambazo zimetokea au zitakazotokea kwenye viwanja mbalimbali kwa michezo tofauti. Tuanze na ligi kuu ya NBC Tanzania ambapo vigogo wa soka la Tanzania Simba na Yanga zinajiandaa kuelekea kukamilisha mzunguko miwili ya ligi kuu ya NBC, yani ule wa 29 na ule wa 30, ambapo Simba wenyewe watamenyana na Ken Gold FC na mechi itakuwa mbashara kupitia Azam Sports 2 HD, huku Yanga ikitarajiwa kumenyana na Tanzania Prisons kupitia Azam 1 Sports. Mzunguko wa 30 ni Juni 22, Yanga watakuwa nyumbani wakicheza na Dodoma Jiji, huku Simba wakimenyana na Kagera Sugar. Mchezo wa kiporo wa Kariakoo Derby kati ya watani hao wawili utapigwa Juni 25 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam saa 11 jioni na kuruka mubashara kupitia Azam Sports. Mechi kati ya Ken Gold na Simba ya Juni 18 hii itafanyika kule mkoani Tabora na sio Mbeya, ili kuweka mambo sawa sawa. Kama ulikuwa ufahamu uweze kujua hiyo kwamba mechi ya Ken Gold na Simba tarehe 18 ni Tabora. Mechi Ken Gold wamechagua kucheza Tabora kama uwanja wao wa nyumbani. Kwa wakazi wa Tabora watapata nafasi ya kuaga Simba kwa msimu huu unaomalizika, lakini pia Ken Gold watakuwa wanaagwa maana na wenyewe wameshuka daraja. Kwa hiyo wakazi wa Tabora mmepata bahati hiyo ya kuaga Ken Gold na kuwatakia kila laheri huko Championship, lakini pia kuaga Simba ambao kwa wakazi wa Tabora itakuwa ni mchezo wao wa mwisho kwa msimu huu, Simba kuonekana Tabora. Kwa wakazi wa Mbeya, mechi ya Tanzania Prisons dhidi ya Yanga tarehe 18 itakuwa ni mechi ya mwisho pia kwenu kuwaona mabingwa watetezi kwa msimu huu. Kwa hiyo unaweza kwenda ikawa ni mechi ya kuagana kwa msimu huu. Najua wachezaji wengi wataondoka, wengine utawaona pengine hata wa Prisons wengine pengine huenda wasiwepo msimu huu. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ya kuagaaga hiyo kwenye mechi kubwa katika zile mechi kubwa za ligi kuu Mbeya. Basi tarehe 18 ndo wakazi wa Mbeya wanapata nafasi ya kuaga mabingwa watetezi. Hiyo ni kuhusiana na ligi kuu, na bado tuko hapo na twende Kinondoni sasa, ambapo kikosi cha KMC kimeendelea na kujifua na michezo ya kirafiki kuelekea mchezo wa raundi ya 29 dhidi ya Mashujaa ambao utafanyika katika dimba la Lake Tanganyika mkoani Kigoma. Lengo ikiwa ni kupata matokeo ya ushindi ama sare ili kujihakikishia nafasi ya kusalia ligi kuu kwa msimu ujao. Haya amezungumza na afisa habari wa timu hiyo Halidi Chukuchuku. Mchezo miwili. Mchezo wa kwanza ambao tulitoka sare dhidi ya timu moja kubwa nchini, tulitoka sare ya bao 1-1, lakini jana tulipoteza mchezo mwingine wa kirafiki dhidi ya JKT Tanzania. Kwa bahati mbaya tulipoteza kwa bao 1-0, lakini the way timu ilivyocheza inatuhakikishia kwamba vijana wako kwenye morali nzuri kuelekea kwenye mchezo ambao unafuata. Tunajua Kigoma ni mbali kidogo na logistic ya usafiri ambao tunautumia unafahamu, tunatumia basi, tutatembea almost masaa 24 na plus kufika mkoani Kigoma. Kwa wachezaji watahitaji wapumzike, wafanye recovery session na baadaye kujiandaa kwa ajili ya huo mchezo. Kwa hiyo tunaenda mapema kwa ajili ya kupata huo muda wa kuweza kupata recovery. Tunafahamu Mashujaa ni moja ya timu ngumu, moja ya timu ambayo unapocheza katika dimba lake la nyumbani wanakuwa very aggressive, lakini sisi tunakwenda kupambana kupata alama 3. Ikishindikana kabisa tutapambana tupate alama 1. Tunafahamu tukipata alama 1 tu inatosha kutufanya sisi kusalia ligi kuu kwa ajili ya msimu ujao. Huyo ni Halidi Chukuchuku, afisa habari wa timu ya KMC, vijana wa Kinondoni hao. Tukitoka KMC tunakwenda zetu Mbeya sasa, ambapo uongozi wa klabu ya Mbeya City umesema timu hiyo ya kizazi kipya itaweka kambi kuanzia mwezi Julai, kwa maana mwezi ujao. Wamepania mwaka huu kujiandaa na msimu mpya wa ligi wa NBC 25-26. Mtendaji mkuu wa klabu hiyo Ali Nunduma ameiambia Azam Sports kuwa watafanya kila linalowezekana kuhakikisha Mbeya City inarejea katika ligi kuu na kutoa ushindani kutokana na usajili na maandalizi watakayofanya. Tuko na maandalizi ya timu yetu, na katika maandalizi haya yapo ya aina 3. Jambo la kwanza ni usajili, lakini jambo la pili ni kambi, na jambo la tatu ni uendeshaji. Sasa kwenye eneo la usajili tunaendelea na usajili kwa maana ya mazungumzo
kama nilivyotangulia kusema pia hapo awali pia juu ya kuzungumza na wachezaji wetu wenye uwezo ambao tulisema kwamba wamefanya vizuri na uwezo wao unaendana na quality ya ligi kuu. Kwa hiyo tunaendana nao. Kwa sababu kama ninavyosema nyakati zote kwamba usajili katika timu ni swala la kawaida. Yaani dirisha kubwa utasajili, dirisha dogo kulingana na uwezo wa timu yako na wachezaji ambao unaona nje na timu unazoshindana nazo. Lakini vile vile hata mashindano unayoendea yanakupelekea wewe kufikiria usajili wa namna gani. Kwa hiyo tunaendelea na hilo eneo. Lakini eneo kwenye usajili wako hao tunaendelea nao ndani, kwa maana ndani ya timu yetu ambao tulikuwa nao. Lakini wakati huo tunaendelea na wachezaji ambao baada ya msimu kuisha na dirisha kufunguliwa tutaendelea na wachezaji ambao kwenye timu zingine. Na kwenye timu zingine inawezekana ikawa ndani ya nchi au akawa nje ya nchi. Sisi tunatarajia mpaka mwezi wa 7 mwishoni tuwe tumemaliza usajili wetu awamu ya kwanza, na mwezi wa 7 huo tunategemea kambi ianze ya pre-season. Na tupo tunaendelea na maandalizi yetu ya pre-season yetu takavyokuwa, lakini tunaangalia pia na ratiba za ligi zitakapotoka baada ya ligi kuisha, ligi kuu. Kwa hiyo tutaitoa pia na yenyewe na tutawaambia itafanyika wapi. Lakini ni mambo ambayo tunaendelea nayo kuyaandaa. Kwa timu itakuwa na pre-season ya kutosha ili wapate muda mwingi wa kuwa pamoja. Lakini pia jambo la tatu ni la uendeshaji ambalo tunajihakikisha kwamba tunaamini mwenendo tunaoenda nao kutoka championship kuja ligi kuu tunaboresha sasa yale ambayo tumeenda nayo huku championship, huku tunaenda kwenye ligi kuu tuende kwenda vizuri. Kwa hiyo ni mambo ambayo tunajaribu kuyaweka sawa sawa ili tukiingia kwenye ushindani tuwe na ushindani wa kutosha. Nachoweza kusema ni kwamba tunaitengeneza timu ambayo itaenda kuwa na ushindani mkubwa kwenye ligi kuu Tanzania bara. Huyo ni Ali Nunduma, mtendaji mkuu wa Mbeya City. Tunatoka Mbeya tunakwenda Mwanza. Kikosi cha Pamba Jiji FC kimeendelea na mazoezi makali ya kujiwinda na michuano na michezo miwili iliyosalia dhidi ya JKT Tanzania Juni 18 na ule wa Juni 22 dhidi ya KMC ili waweze kuvuna alama 6. Kocha msaidizi wa Pamba Jiji Matias Wandiba amesema kikosi chake hakina majeruhi na wanajiandaa katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya mzunguko wa 29 na mzunguko wa 30. Kwa upande wa wachezaji, Justin Omari Bilali yeye anasema kutokucheza kwa muda mrefu kunaweza kuwa tatizo, kwani ni ngumu kufahamu kama makosa yaliokuwa yanajitokeza katika kikosi chao yatakuwa yamerekebishwa. Na mechi mbili nyumbani ambao hatusafiri, kwa tuko nyumbani, kwa maana kwamba tunafanya maandalizi yetu kwa utulivu, na kikubwa ni target yetu ni kuhakikisha kwamba tunamaliza michezo yote miwili katika kupata alama 3, na kikubwa tunajiandaa mechi ya kwanza dhidi ya JKT tarehe 18. Kwa hiyo ndio mechi ambayo sisi kwanza target zetu ziko hapo. Tunajua tuna michezo miwili, lakini kwanza hesabu yetu ni mchezo ambao tunaanza nao kwa maana ya JKT. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba maandalizi yako vizuri na wachezaji wote kama unavyoona kwa mazoezi, lakini kikubwa ni kwamba hamna majeruhi, wachezaji wote wamerudi ambao walikuwa nje. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba sisi tunajiandaa vizuri na tunaendelea kujiandaa kwa hizi siku ambazo zimebakia, kuhakikisha kwamba tunafanyia mapungufu yale ambayo yamejitokeza katika michezo iliyopita, lakini vile vile kwenye kwa maana kwamba eneo la defense, eneo la attack na eneo la midfield, kwa maana maeneo yote yawe bora ili tuweze kufanya vizuri katika michezo yetu. Target yetu kama benchi la ufundi wa wachezaji kwa ujumla na uongozi ni kuhakikisha kwamba tunavuna alama 3 dhidi ya JKT, na baada hapo tunaweka nguvu yetu tena kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya KMC. Kwamba tumekaa muda mrefu hatujacheza mechi, na ukiangalia mazingira hajaruhusu kupata mechi yote ambayo tunaendana nayo. Kwa asilimia kama 50 tunaweza tukasema uwezi kupredict kama unaenda kupata ushindi katika mchezo. At least ungekuwa tumepata mechi yenye ushindani, tungekuwa tushajua wapi tunakosea au wapi tunapungukiwa tuweze kurekebisha kuelekea mchezo. Lakini hicho ndio kikubwa kinachotusumbua mpaka sasa. Lakini tuna uhakika tunaenda kupambana kupata ushindi kuelekea mchezo.
Akimalizia hapo mchezaji beki kiraka Justin Omari Bilali. Tutoke Mwanza tunakwenda zetu Unguja, Zanzibar, ambapo katika hatua nyingine shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar limeendelea kujivunia kwa mafanikio anayoyapata hivi sasa katika soka, huku wakishukuru kwa nafasi waliopata ya kuandaa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB kwa mara ya pili mfululizo. Huyu hapa katibu wa ZFF Hussein Ahmada. Sisi kama Tanzania Prisons tumejipanga vizuri. Tuna uhakika kwamba tunakwenda kuchukua pointi 3 dhidi ya Yanga. Sisi yoyote kwa sasa hivi atakayekuja kwenye uwanja wa Sokoine, kutokana na vile jinsi ambavyo tumejipanga, benchi la ufundi pamoja na wachezaji na viongozi wa timu, hatuna wasiwasi na timu yoyote inayokuja mbele yetu. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba tutapata pointi 3. Kwa hiyo tunawakaribisha wale watakao kuja kwenye uwanja wa Sokoine waje, lakini wajue kwamba pointi 3 wanaziacha. Na tutakapotoka hapo kwenda kucheza na mechi nyingine ambayo tutamalizia nje ya Mbeya, tuna uhakika kwamba tutapata ushindi. Timu yetu sasa hivi iko imara. Ndio maana hatuna wasiwasi na mechi yote ambayo inakuja mbele yetu. Hiyo mechi Yanga wanapata ushindi kwa mechi zilizopita. Hii ni mechi nyingine mpya kabisa. Tuna wachezaji wengine wapya, tuna mwalimu mpya. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba tutapata ushindi kwa vile ambavyo tumejipanga. Jinsi ambavyo tumejipanga hatuwezi kusema hadharani, lakini watu watakuja kwenye uwanja wataona jinsi Prison ambavyo tunaofanya. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba tutapata ushindi. Hatuiogopi Yanga wala timu nyingine yoyote ile. Prison ndio timu ya kuogopeka Tanzania hii kuliko timu nyingine yote. Kwa hiyo hatuna wasiwasi na hiyo mechi. Tumejipanga. Sisi Prison kama Prison tumejipanga, tunataka point 3 muhimu kwa sababu tumebaki na mechi 2. Hatutaki kwenda playoff. Tuna mechi 2 mkononi ambazo ni za muhimu. Ya kwanza tunakutana na Yanga, ya pili ni Singida Black Stars. Kwa hiyo sisi Prison tumejipanga ipasavyo. Tunaomba tu Yanga nao wajipange vizuri, wasichukue yale mazoea ya kwamba tunaenda kuchukua point 3 kama walivyozoea huko nyuma. Hizi ni mechi nyingine, tumejiandaa kivingine zaidi. Jinsi tulivyojipanga, mara kwanza tulikosea kwa sababu tulikuwa bado hujawasoma mchezo wao, lakini kwa sasa tumeshajipanga vizuri, tuliwachukua madhaifu yao, tumeyafanyia kazi zozini. Hapa tuna hakika tarehe 18 tunapata point 3. Hiyo ni kuombe radhi kwanza kwa taarifa hiyo, imeniwahi imenikatia denge wanasema watoto wa mjini. Lakini hiyo habari ni kuhusiana na mashabiki wa Wajelajela Tanzania Prisons ambao wametamba kwamba timu yao itaibuka na ushindi dhidi ya Yanga na dhidi ya Singida Black Stars Juni 18 na 22. Jamaa wanashika nafasi ya 13 baada ya kukusanya alama 30. Je, ni kweli watashinda dhidi ya Yanga na Singida Black Stars? Tusubiri na kuona. Turudi kwenye habari yetu kule Zanzibar, ambapo katika hatua nyingine shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar imeendelea kujivunia kwa mafanikio anayoyapata hivi sasa katika soka, huku akishukuru kwa nafasi waliopata ya kuandaa fainali ya pili mfululizo ya kombe la shirikisho la CRDB. Huyo hapa ni Hussein Ahmada, katibu wa ZFF. Kupatikana nafasi pia kwa mwaka wa pili mfululizo nafasi ya kuhosti mchezo wa fainali ya kombe la CRDB FA Cup kwa Zanzibar ni jambo la kushukuru na la kujivunia kwa nafasi moja ama nyingine kwa mashabiki wa mpira miguu wa visiwani, kwa sababu ilikuwa inachukua muda mashabiki wa visiwani kuwa nafasi ya kuona fainali kama hizi, kuziona timu kubwa labda kwa upande wa Tanzania bara, ili wachukua nafasi ya kwamba wao wajizao huku bara, waendezao bara kwa ajili ya kuona ile michezo. Lakini sasa hivi imekuwa ni rahisi pia, michezo inakuja kule. Kwa hiyo ni jambo zuri na jambo la kushukuru. Kwa upande wetu sisi kama ZFF kwenye maandalizi tunakwenda vizuri. Na kwa sasa tumekuwa wabobevu, Kwa hiyo mwanzo ikija michezo kama hii ilikuwa inatupa headache kidogo. Tunafanya nini? Tunakwenda sababu tulikuwa hatuna ule uzoefu uliokuwa mkubwa. Lakini katika siku za hivi karibuni kuja kwa michezo mikubwa, finali kubwa kama hizi, tayari tumeshapata ule uzoefu wa kutosha. Kwa hiyo kwetu sisi maandalizi yamekuwa ni rahisi mno, na tayari kwetu sisi tumeshaanza maandalizi na kwa asilimia karibu 80 tumeshaanza kuyakamilisha haya maandalizi ya kuweza kuhosti mchezo huu wa kombe la shirikisho kombe la CRDB FA Cup kwa upande wa Tanzania bara. Kwa kwetu sisi kuja Zanzibar na maandalizi yetu kila kitu kinakwenda vizuri, bakisha asilimia 20 tu ambazo labda kupatikana kwa ratiba kamili, ujaji wa timu na mambo mengine kama hayo, ili tu tunakamilisha. Lakini katika maandalizi awali ni muhimu tumeshakamilisha kwa asilimia 80 tayari. Katibu mkuu wa ZFF huyo Bwana Ahmada akizungumza nasi kuhusiana na bahati ambayo ameipata kwa mwaka wa pili mfululizo. Sasa tunatoka Zanzibar tunaelekea zetu kule Afrika ya Kusini, ambapo senior Mahmoud bin Zuberi mwalimu wetu huyu yupo kule kwa ajili ya kufuatilia michuano hii, ambapo kuna michezo miwili itakwenda kupigwa pale.
fainali na ule wa mshindi wa 3. Bin Zuberi, habari ya Afrika Kusini bwana? Unanipata Bin Zuberi? Bwana salama, namshukuru Mungu, umenipa mavyeo mengi sana rafiki yangu. Inshallah Mwenyezi Mungu atanifikisha kwenye ualimu. Bana, tueleze huko Afrika Kusini hali ilivyo kuelekea kwenye fainali, mashabiki wanavyoona, viongozi wa timu, lakini michuano kwa ujumla. Wewe umekuepo hapo tangu inaanza. Umenisikia vizuri Bin Zuberi? Nianze na michuano yenyewe kwa ujumla hadi kufikia hapa tunapoelekea fainali na mechi ya kusaka mshindi wa 3. Ni kwamba Kosafa wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa, na leo ndo mashindano yanafikia tamati. Mechi ya kwanza ni saa 7 kutafuta mshindi wa 3 baina ya Madagascar na Komoro. Kama utakumbuka, Madagascar tulikuwa nao kundi moja, na fainali ni kati ya Afrika Kusini na Angola ambayo itaanza saa 9 huku na saa 10 nyumbani. Mechi hizi mbili zina taswira tofauti, kwa maana ya kwamba football ambao wanacheza Komoro inashabiana na football ambayo wanacheza Madagascar. Kwa hivyo itakuwa ni mechi tafu ya kutafuta medali ya fedha, medali ya shaba katika hayo mashindano. Kwa upande wa Bafana dhidi ya Angola, hii inatarajiwa kuwa mechi ngumu sana. Kwa sababu hadi sasa hadi kufika katika hatua hii, Angola wamekuwa na rekodi nzuri mno katika mechi za awali za mashindano. Wao Bafana walitoa draw moja katika group, walifungwa mechi moja na Zimbabwe, wakashinda mechi moja. Bahati mbaya ama bahati nzuri, group yao ilikuwa iko tough sana. Kwa wakamaliza na pointi 4 na kufanikiwa kwenda nusu finali, ambako huko sando walipata ushindi wa magoli 3-1 dhidi ya Komoro. Na kuelekea fainali ya leo, Angola wanaonekana kuwa ni timu nzuri sana, lakini Bafana wanajivunia uwenyeji na wamekuwa na maandalizi mazuri sana kuelekea kwenye mashindano haya. Kama inavyofahamika, Bafana ina kundi la wachezaji ambao ni kama third choice katika ile selection ya timu zao za taifa. Kama inavyofahamika, kwa kiasi kikubwa Bafana huwa inaundwa na wachezaji wa Mamelodi Sundowns ambao wapo kwenye klabu bingwa ya dunia kule. Lakini pia kuna kikosi cha pili cha Bafana ambacho ndio kilicheza Taifa Stars kule Polokwane. Wale wenyewe walitawanyika baada ile mechi, hawakuja huku. Kwa hiyo lile chaguo la 3 la wachezaji ndio liko hapa. Na pamoja na hayo, kwa kuonyesha kwamba wenzetu uwekezaji wao ni mzuri, wamefanikiwa kufika katika hatua ya nusu finali Pasco. Kuna mchezaji anaitwa Lurindo Dilson Maria Aurelio maarufu Depo. Huyu mwamba anacheza kwa mkopo klabu ya Vojvodina ya ligi kuu ya Serbia, akitokea Gil Vicente ya Ureno. Huyu ndo mchezaji ambaye anaongoza kufunga magoli sofa katika mashindano haya. Amefunga magoli 4, mawili katika mechi ya nusu finali. Ni mchezaji ambaye anaangaliwa sana na Bafana wanamhofia mno, kwa sababu wanajua kufunga na ni aina wachezaji ambao wana kila kitu. Wana uwezo wa kukimbia na mpira, wanapiga mashuti na dribble. Ni mchezaji mzuri, nafikiri kwa watakao angalia fainali watamshuhudia leo Pasco. Zaidi ya hapo, kwa sisi Tanzania tunajivunia tu, japokuwa tumetolewa katika hatua ya makundi, tumefanikiwa kuingiza mchezaji kwenye kile kikosi cha group stage. Ahmed Bakari Pipino yeye aliingia kwenye list ile kama best midfielder kwenye kikosi cha group stage, na sijui baada ya mechi hizi za nusu finali na finali kama anaweza kudefend nafasi yake kwenye kile kikosi cha jumla cha mashindano yote, kwa sababu so far ameendelea kuwa gumzo. Hata jana tumeenda kwenye warming up na mwenzangu Emmanuel Zinga, bado waandishi wa kule walikuwa wanauliza taarifa za Pipino,
bado wanamuulizia pamoja naye, wanamuulizia pia na beki Wilson Nangu. Na ikumbukwe pia Kibu Dennis na Faisal Salum hapo kwenye rada za klabu ya Kaizer, na Kaizer Chiefs inajiumba upya, wanaendelea na signing zao, wanatafuta wachezaji, na moja kati ya wachezaji ambao wamewatargeti ukiondoa au Kibu na Faisal, lakini pia na Steven Dese Mukwara ni kati ya mastrika wanaowataka. Nabi anatafuta striker, ameonekana kuvutiwa sana na Steven Dese Mukwara, na kimsingi kuelekea fainali leo saa 9 alasiri kwa upande wa mashabiki wa huko Afrika Kusini. Washabiki watu wa Afrika Kusini wanapenda football. Mapema tu wameshapata tiketi zao, na tunatarajia pale Free State kama si full house basi uwanja utapendeza. Pascal Kabombe, nikushukuru sana, niwatakie fainali njema na msalimie sana Imazinga. Mwambie utaratibu anaujua, ukimwambia tu utaratibu anaujua, yeye mwenyewe anaujua na bila shaka atautimiza.